Khamisan, nukta ya 5 katika matendo ya siku ya Idi, mukhalafatu tariq, kutofautisha njia, fi dhahabi, wakati wa kwenda, ila almusalla, kwenye musalla wa Idi, wal iyabi, na wakati wa kurudi, minhu, kutoka katika huo musalla. Khamisan, jambo la 5 katika matendo ya Idi, mukhalafatu tariqi, kutofautisha njia, fi dhahabi, wakati wa kwenda, ila almusalla, kwenye hiyo sehemu ya kuswali swala ya Idi, wal iyabi minhu, na kurudi katika hiyo sehemu ya Idi. Utofautishe zile njia zake. Njia utakayotumia kwenda kwenye musalla iwe ni tofauti na ile utakayorudia nyumbani kutoka kwenye musalla. Ndio maana ya nukta hii. An Jabir ibn Abdullah, kutoka kwa Jabir ibn Abdullah ibn Harami al-Ansari al-Madani radhiyallahu anhuma, qala, amesema Jabir, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, alikuwa mtume swalla na salamu ziwe juu yake, idha kana yaumu idin, pindi inapokuwa ni siku ya Idi, khalafa at-tariqa, anatofautisha njia. Idha kana yaumu idi, pindi inapokuwa ni siku ya Idi, ima moja ni fitri au Eidul Adha, idi yoyote, khalafa at-tariq, hutofautisha njia anayokwenda nayo sio atakayorudi nayo, au ile ambayo amerudi nayo sio aliyokwenda nayo katika musalla, anatofautisha. Na hii ndiyo sunna. Akhrajahu al-Bukhari. Ukipita na njia fulani, ukirudi upite na njia nyingine, sio ile ile, hakuna namna, lazima ni hiyo hiyo. Basi badilisha angalau upande, basi upite upande huu au utaupati upande mwingine. Lakini au la kubadilisha njia, nachooni wanatoa hikma nyingi kwa nini mtume alikuwa akibadilisha njia. Baadhi yao wanasema ili awasalimie watu wengi, wakati anakuja awasalimie watu wanaoishi katika njia aliyokuja nayo, wakati wa kurudi abadilisha nyingine ili awasalimie watu wanaoishi katika hiyo njia nyingine. Baadhi wanachoona wanasema hivyo, lakini wengine wanasema anabadili njia ili kudhihirisha na kuonyesha watu kwamba hii ni siku ya Idi, kudhihirisha zile nembo za siku ya Idi. Alivovaa amependeza, kwa akipita njia hii watu watajua kwa alivyopendeza itakuwa ni siku ya Idi, na akipita njia nyingine watu watajua kwa namna alivyopendeza hii ni siku ya Idi, kudhihirisha zile siku za Idi na kudhihirisha nembo zake na utukufu wa siku za Idi, kwa watu wapite katika njia tofauti tofauti. Hata ule muonekano wa Uislamu katika mji, hata wasiokuwa Waislamu watajua leo ni siku ya Idi. Wale wapita huku na nguo zao nzuri, wengine wapita kule na majuba yao, wengine na majoho kule, njia zote zimejaa watu kwenda kurudi, sio njia moja hiyo hiyo. Atumia njia moja hiyo hiyo, makorora sokoni, dongi, haubadilishi, hakuna nyingine. Zipo lakini huko twazunguka, sawa, lakini sunna upata thawabu, sawa. Badilisha njia. Akhrajahu al-Bukhari. Sadisan, nukta ya 6 katika matendo ya siku ya Idi, at-takbiru lil-Idi, kuleta takbira kwa ajili ya Idi. Mundhu al-khuruji min al-manzil, kuanzia kutokea nyumbani. Mundhu al-khuruji, kuanzia kutokea nyumbani, min al-manzil, nyumbani, hatta salati al-Eid, hadi kufikia katika swala ya Idi. Mundhu al-khuruji min al-manzil, kuanzia kutoka nyumbani, hatta salati al-Eid, hadi kufika katika swala ya Idi. Unapotoka tu nyumbani, basi unatakiwa uanze na kuleta zile takbira za Idi mpaka kufikia kwenye musalla wa Idi. Ukimaliza musalla wa Idi kwa Idi al-Fitri, inakuwa ndio mwisho, takbira zimekata pale. Ama Eidul Adha, takbira hazikati mpaka yamaliza ile ayamu tashriki, masiku ya kuanika nyama, yale pia yamalize. Kwa takriban siku 4, kuna siku yaumun nahar na ayamu tashriki. Zote zile ni siku za kula, za kunywa na kumdhukuru Allah
ama siku ya fitri tukimaliza salatul Eid na takbira nazo zimekata. Ani Zuhuri, kutoka kwa al-Imamu Az-Zuhri rahimahullahu, Allah amrehemu, anasema al-Imamu Zuhri, anna Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, hakika mjumbe wa Allah swala na salamu ziwe juu yake, kana yakhruju yawmal fitri, kwenye chapa zimeandikwa kana yukhriju, sio sawa sawa na dhahiri ilivyo kana yakhruju. Alikuwa anatoka mtume yawmal fitri, siku ya Eid ya fitri, fayukabbiru, analeta takbira, hatta yati almusalla, hadi anaofikia musalla. Anatoka, alikuwa mtume nyumbani kwake analeta takbira, kwa maana njiani humo anamopita analeta takbira, hatta yati almusalla, mpaka anaofikia musalla, sehemu ya kuswali Eid. Wa hatta yaqdi as-salata, na hadi imalize, yaqdi as-salata, hadi aimalize swala. Wa hatta yaqdi as-salata, na mpaka aimalize swala, takbira zinaenda hadi aimalize swala. Fa idha qada as-salata, pindi anapoimaliza swala ya Eid, qata'a takbira, anazikata takbira. Anapotoka nyumbani tu anaanza takbira, njiani kote ni takbira, mpaka kwenye swala ni takbira. Baada ya kumaliza swala ndio takbira zile na kwa ndio mwisho wake. Qata'a takbira, anakata ile takbira. Akhrajahu Ibn Abi Shayba fi al-Musannaf, athari hiyo ameileta Ibn Abi Shayba katika musannafu wake, na athari hiyo ni sahihi. Kwa katika sunna siku ya Eid mtu kukithirisha takbira, tokea anatoka nyumbani hadi kufika kwenye musalla. Huko kwenye musalla kuna takbira zinaletwa mpaka baada ya swala ndiyo mwisho wake kwa Eidul Fitri. Sabian, wengine zile takbira wanaachia watoto, shafika kwenye musalla wao wanatia story, takbira wanaachia watoto walioshika maiki, wao haziwahusu, si sawa takbira kwa wote. Sabian, nukta ya saba katika matendo ya Eid, alistima'u lilkhutbah, kusikiliza khutba. Alistima'u lilkhutbah, kusikiliza khutba. Ukifika pale unyamaze usikilize khutba pindi tu khatibu anapoanza kuzungumza. Ana Abdullah ibn Sa'ib, kutoka kwa Abdullah ibn Sa'ib radiyallahu anhu qala, Allah amridhia amesema, hadartu li'ida, nilihudhuria swala ya Eid. Hadartu li'ida ay hadartu salata al-Eid, nilihudhuria mimi swala ya Eid ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, pamoja na mjumbe wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake. Fasalla bina al-Eid, akatuswalisha sisi swala ya Eid. Fasalla bina al-Eid, akatuswalisha sisi mtume swala ya Eid. Thumma qala, kisha akasema baada ya swala, qad qadayna as-salata, hakika tumeimaliza swala. Faman ahabba an yajlisa lilkhutbati falyajlis, yeyote atakayependa kukaa kwa ajili ya khutba basi na akae. Waman ahabba an yadhhaba falyadhhab, na yeyote atakayependa kuondoka basi na aondoke. Baada ya swala mtume alikisema maneno hayo, akimaliza swala alikuwa anasema maneno hayo. Anasema Abdullah ibn Sa'ib alihudhuria Eid moja na mtume, akamsikia anasema maneno haya, qadayna salata, tumeimaliza swala ya Eid imemaliza, ambalo ni jambo lililopendezeshwa kwa Uislamu wote waende kwenye swala, na swala imemaliza. Sasa faman ahabba an yajlisa lilkhutbati falyajlis, yeyote atakayependelea kukaa kwa ajili ya kusikiliza khutba basi na akae asikilize khutba. Waman ahabba, na yeyote atakayependelea an yadhhaba, kuondoka, falyadhhab, basi na aondoke. Kwa ukaleta katika sunna watu wanatakiwa wasikilize khutba, sio waondoke, ingawa ruhusa hiyo ipo, hasa inapokuwa mtu una dharura, unaweza ukaondoka kwenda kukidhi haja yako au dharura yako, lakini kilichokuwa aula kizuri kusikiliza ukumbusho
unaotolewa na khatibu siku ya Eid. Rawahu Ibn Majah wa isnaduhu sahihun. Thaminan, nukta ya 8 katika matendo ya siku ya Eid, at-tahni'atu, pongezi. At-tahni'atu, pongezi. Wanatakiwa watu siku ya Eid wapongezane. An Jubair ibn Nufair, kutoka kwa Jubair ibn Nufair radiyallahu anhu qala, sahaba huyo Allah mridhia amesema Jubair, kana ashabun nabii, walikuwa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, idha iltaqaw yawm al-Eid, pindi wanapokutana siku ya Eid. Idha iltaqaw, pindi wanapokutana hao maswahaba, yawm al-Eid, siku ya Eid, ima moja Eid kubwa au Eid ndogo, fitri au adha. Yaqulu ba'dhum li ba'din, wanasema baadhi yao kuwaambia baadhi. Yaqulu ba'dhum li ba'din, wanasema baadhi yao kuwaambia baadhi, yani wanasema wao kwa wao, wanaambizana, huyo mwambia yule, yule mwambia huyo, baina yao wanaambizana. Taqabbalallahu minna wa minkum, akubali Allah kutoka kwetu na kutoka kwenu. Taqabbalallahu, akubali Allah, minna, kutoka kwetu, wa minkum, na kutoka kwenu. Akubali nini? Matendo mema. Akubali Allah kutoka kwetu na kutoka kwenu. Kile ambacho tunakifanya sisi kimetokea kwetu sisi katika matendo, Allah akikubali, na kile ambacho kimetokea upande wenu katika matendo mazuri, Allah yakubali vile vile. Allah akubali matendo kutoka kwenu na kutoka kwetu. Taqabbalallahu minna wa minkum, pemekuja salihal a'mal, ziada hiyo pia ipo Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, atakabali Allah kutoka kwetu sisi na kutokea kwenu matendo mema. Hasana isnadahu, kuna shadda ya sini hasana isnadahu, ameifanya kuwa ni hasan sanadi yake al-Hafidh Ibn Hajar fi al-Fath, katika Fathul Bari. Hasana isnadahu, ameifanya kuwa ni hasan, daraja ya hasan katika daraja za hadithi. Isnadahu, sanadi yake al-Hafidh Ibn Hajari fi al-Fath, katika Fathul Bari amesema sanadi ya maneno haya ya hadithi hii ni hasan, kwa maana inafanywa kazi na kutolewa hoja. Napokutana siku ya Eid kuna at-tahni'ah, kupongezana, kupeana mikono, musafaha, pia kupeana mi'anaka, jambo ambalo limethibiti pia. Ima moja ni siku ya Eid au si siku ya Eid, peana mikono ni sababu ya kufutiwa dhambi kwa kupeana mikono. Vile vile kupeana mi'anaka, hasa inapokuwa mtu aliondoka akasafiri amerudi, basi ni jambo katika amali za wema waliotangulia. Na siku ya Eid nazidishwa maneno haya, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake. Sijimkeelewa vibaya mabachela, wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake. Labda kwa dada zenu, dada yako mfanyie, la basi, mzee wako wa kike, bibi yako kama unaye. Lakini watoto wa watu, tafadhali shekhi, tafadhali. Ndio kasema sunna njoo amwita binti ya watu, utapigwa kwenye uwanja wa Eid. Pole pole, sisi wenye wake zetu afanye wake zetu. Nafasi hiyo mabarobaro hawana, maskini, Allah afanye wepesi. An Abi Sa'id, nukta ya 9, anasema salatu rak'atayn ba'da ar-ruju' min salati al-Eid. Tasi'an, nukta ya 9 katika matendo ya siku ya Eid ya mwisho salatu rak'atayn ba'da ar-ruju', kuswali rakaa 2 baada ya kurudi nyumbani. Umetoka kwenye musalla umerudi nyumbani, kabla hujaanza kula keki, kabla hujaanza kunywa supu yako ya mnyama uliyechinja, swali kwanza pale rakaa 2 kabla hujafanya mengine. Maana wengine wakifika tu avamia bakuli la supu, tulia kwanza, swali rakaa 2, kisha utenda huko sebuleni ambako kumewekwa hayo mambo. Salatu rak'atayn ba'da ar-ruju', swala
ya rakaa mbili baada ya kurudi min salati al-Eid, kutokea kwenye swala ya Eid, usali rakaa mbili pale, na uamrishe jamaa zako wasali rakaa mbili pale. An Abi Sa'id al-Khudri, kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Allah amridhi amesema Abu Sa'id, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mjumbe wa Allah swala na salamu ziwe juu yake, la yusalli qabla al-Eid shay'an, haswali kabla ya swala ya Eid chochote. Si sunna kuswali kabla ya swala ya Eid. Na hapa kuna tanbihi, watu wengi ambao hawaelewi, na wengine wanaelewa pengine hawajui jambo hili. Wakifika kwenye musalla wanaswali, uko kwenye musalla anaswali rakaa mbili, kisha anakaa anasikiliza hutuba au analeta takbira. Haitakiwi hivyo, si kwenye musalla wala nyumbani. Hautakiwi kuswali rakaa yoyote kabla hujaswali swala ya Eid. Ndivyo alivyokuwa Mtume. Fa idha raja, na pinde atakaporudi, ila manzilihi, nyumbani kwake, salla rak'ataini, huswali rakaa mbili. Je, wale wanaoswali msikitini anaweza akasema hizi rakaa mbili tahiyatul masjidi itafaa? Hizi rakaa mbili sio kwamba naswali kabla ya Eid, hizi ni tahiyatul masjidi, itafaa haifai? Wale ambao wanaswali msikitini huenda ikawa ni jambo lenye kufaa, wallahu a'lam. Lakini kwenye musalla wa Eid kuna tahiyatul masjid, msikiti upi? Na huko kwenye uwanja wa mpira, huo si msikiti, huo ni uwanja. Hakuna rakaa mbili hapo kabla ya salatul Eid, hakuna rakaa mbili. Uende zako ukakae, baada sasa ya kumaliza Eid na hutuba umeingia nyumbani kwako, swali rakaa mbili, kisha mambo mengine yaendelee. Fa idha raja, na pinde atakaporudi, ila manzilihi, nyumbani kwake, salla rak'ataini, Mtume alikuwa anaswali rakaa mbili. Sahihul Jami', Sahihul Jami' ni kitabu cha Sheikh al-Albani, amesahihisha al-Jami'. Sahihu al-Jami', kuna kitabu al-Jami' as-Saghir ameweka sahihi yake. Nukta zimemaliza hizo. Al-Imam Ibn Taymiyyah ana maneno katika nukta ya at-tahni'ah,